Naitwa Jamali Idris Abdul, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Mlimba. Kuwa na kikao cha kwanza cha baraza kwa ajili ya kukaribisha madiwani baada ya kuwa wamechaguliwa. Sasa leo wamekuja kula kiapo kwa ajili ya kufanya kazi. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, mpaka sasa tuna madiwani 23 na tuna kata 16, pata madiwani 16, lakini wapo na viti maalum. Leo wote wamekula kiapo kwanza cha kutenda siri, kiapo cha uadilifu na tamko kwa mkurugenzi, yani conflict of interest kwa maana ya biashara, na tumewapa na taarifa mbalimbali ambazo kipindi hawapo kuna kazi zilifanyika, kwa hiyo tumewaeleza. Tunashukuru Mungu, miradi ya maendeleo tunaendelea kuitekeleza. Ipo miradi ya maendeleo ya mapato ya ndani ambayo tumetumia bilioni 2 sasa hivi kwenye miradi, lakini pia tumepeleka fedha za 10% kwa wanawake, ambapo tutakiwa tupeleke milioni 600 kwa mwaka, lakini mpaka sasa tumeshapeleka milioni 400 na tunaendelea. Na kwa miradi ya maendeleo tunaendelea kufanya vizuri, miradi ambayo tunaendelea kutekeleza ya mapato ya ndani ya serikali kuu. Tunajenga vituo vya afya sasa hivi 3, 2 ni mapato ya ndani, alafu kituo cha afya kimoja ni fedha serikali kuu. Lakini pia tumepokea fedha bilioni 1.2 ya kujenga vyumba vya madarasa na matundu ya vyoo, ni kutoka kwenye mradi wa Boost. Sasa hivi miradi yote sasa hivi ipo kwenye ukamilishaji, yani hatua ya finishing. Kwa kweli na madiwani baada ya kupatikana tutasaidiana kusimamia ili usimamizi wa pamoja, ili miradi yetu ikamilike, ili wananchi waendelee kupata furaha. Diwani aliyechaguliwa au ni viti maalum, kazi yake ni mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata. Wewe ndio boss wa maendeleo, na sisi kazi yetu kuhudumia wananchi wapate maendeleo ngazi zote. Msimamizi wa maendeleo kwenye kata ni mheshimiwa diwani. Niwaombe, mtakwenda kupitia kata zetu 16, vijiji vyetu 62, vitongoji vyetu 244 ambavyo ni vikubwa kwenye siku ya kilomita 8,000 za halmashauri ya Mlimba. Tuhakikishe kwamba tunasimamia vikao vyetu vya KMK. Katika vikao vyenu mnakuwa na wenyeviti wa vijiji, mnakuwa na wenyeviti wa vitongoji, mnakuwa na mtendaji wa kata ambaye anakuwa ni katibu, na mnakuwa na watendaji wa vijiji. Tuhakikishe kwamba tunatafasiri ndoto zetu za diwani kwenye kata yako kuna nini.